Masomo ya kuhesabiwa haki kwa imani katika kitabu cha Warumi sehemu ya 3. Warumi sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 24. Wajibu wa kushiriki na wengine nuru tuliopewa na Mungu. Sheria inadai haki kamilifu, wanadamu wote mahali pasawa. Haki ndani ya mwanadamu. Katika somo letu la sura za 1 na ya 2 tumeona kuwa elimu pasipo Mungu ni upumbavu na ni uovu, na kwamba madai ya juu au kama asemavyo Paulo, tohara ya mwilini haifaidii kitu, mahali ambapo kile kitu ambacho ile ishara ilitolewa kwa ajili yake, yaani haki ya Mungu kwa njia ya imani, tohara ya moyo, hakipo. Sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 4. Basi Myahudi ana ziada gani? Kwafaa sana kwa kila njia. Kwanza, kwa kuwa wamekabidhiwa mausia ya Mungu. Ibrahimu aliongozwa kutoka katikati ya upagani, toka imani hata imani, na wazao wake wakawa wapendwa kwa ajili ya baba yao. Kwao Mungu alikabidhi kweli yake. Wakashindwa kuelewa nini faida ya kuwa Myahudi, na wakastarehe kwa kuridhika na madai yao ya juu, wakiwa na mawazo kuwa lazima Mungu atakuwa anawafikiria wenyewe zaidi ya watu wengine wowote. Mungu alikuwa amewapa nuru ili kwamba waipeleke kwa wengine, lakini wakiwa wamejaa kiburi na hawakuifanya kazi hiyo, naye Mungu aliwavumilia kizazi baada ya kizazi. Wakati wa utumwa alimfunulia Danieli kwamba angesubiri tena miaka 490 zaidi kwa ajili ya watu wake waipeleke nuru ulimwenguni. Upelekaji wa Injili kwa mataifa ilikuwa ndiyo kazi ambayo Mungu kwa karne zote alikuwa akihangaika ili kuwahimiza waifanye, lakini walikataa. Mungu aliwajali mataifa na hakujiacha pasipo ushuhuda. Matendo ya Mitume sura ya 14 mstari wa 17. Je, hatuoni mwelekeo miongoni mwetu kama watu wa kujisifu kwa sababu ya nuru tulio nayo na kujisikia kwamba lazima Mungu atakuwa anatufikiria sisi kama watu wake? Lakini ametupatia nuru ili tu kwamba tuweze kuipeleka kwa wengine. Kama tutajitukuza kwa sababu ya nuru, lakini hatuipeleki kwa wengine, Mungu atatuvumilia na kuchukuliana nasi kwa muda mrefu, lakini hatimaye mtu mwingine atachukua nafasi yetu na kuifanya kazi. Mungu amemwapia Ibrahimu na ahadi yake itatimizwa, hata kama wanadamu hawaamini. Mafungu ya 3 na la 4. Kama hatapatikana mwingine yeyote mwenye imani ya Ibrahimu, Mungu anao uwezo wa kumwinulia watoto toka kwenye mawe. Mungu mwenyewe ana kesi mbele ya malimwengu, na shetani na wanadamu waovu daima wamemshtaki kuwa ni dhalimu na katili. Lakini kwenye hukumu mbinguni zote zitasema, ni za haki na za kweli njia zako, mfalme wa watakatifu. Kitabu cha Ufunuo sura ya 15 mstari wa 3. Mafungu ya 9 na la 18. Wote wamo dhambini, hakuna njia mbili ya wokovu, njia ya amani hawaijui. Kitabu cha Isaya sura ya 59 mstari wa 8. Hapa ndipo penye kipimo kikionyesha tofauti kati ya Myahudi wa kweli na mataifa. Wana wa imani watakuwa na amani hii daima pamoja nao, amani aliyokuwa nayo Kristo. Fungu la 19. Chini ya sheria ni tafsiri isiyo sahihi. Chini ya sheria ni tafsiri isiyo sahihi inamaanisha ndani ya sheria au ndani ya mamlaka yake. Kwa sheria hii ulimwengu wote unakuwa hatiani. Hakuna mtu aliye na afadhali kuliko mwingine mbele ya sheria. Ndiyo, hakuna mtu aliye afadhali kuliko mwingine mbele ya sheria. Fungu la 20. Watu wengi wanahisi wasiwasi wasije wakaishusha hadhi kwa kuweka uzito kwenye mafungu kama haya, lakini Mungu aliyeyaandika maandiko ni vema aachiwe ailinde heshima ya sheria yake mwenyewe.
Ni kwa heshima ya milele ya sheria kwamba haiwezi kumhesabia haki mkosaji. Sheria inadai haki kamilifu ndani ya mwanadamu, ile iliyodhihirishwa katika maisha ya Kristo. Na hakuna mwanadamu aliyewahi kuishi kama Kristo alivyoishi. Wote ni wenye hatia, wote ni wenye dhambi. Ukamilifu na utukufu wa sheria unawaongoza wadhambi kulia, tutendeje? Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 37. Wakati fulani wazo linakuja kwamba kama Kristo angefuta tu kumbukumbu za wakati uliopita, huenda mtu angeweza kusonga mbele vizuri kabisa. Hilo ndilo lililokuwa tatizo la Wayahudi. Walumi sura ya 10 mstari wa 2 na wa 3. Hakuna mwanadamu awaye yote duniani ambaye ndani yake mwenyewe aweza kutenda tendo moja lililo safi na lisilo na ubinafsi kabisa, kama vile limetendwa na Yesu mwenyewe. Na kila tendo lisilotoka katika imani ni dhambi. Walumi sura ya 14 mstari wa 23. Hubiri lolote lisilohubiriwa kwa imani ni dhambi inayopaswa kutubiwa. Kazi nyingi ya kimisionari imefanywa na sisi sote inayopaswa kutubiwa. Hajawahi kutokea mtu bora kuliko Paulo kama mtu. Ikiwa kuna mtu nje ya Kristo aliwahi kutenda tendo jema, Paulo alitenda. Lakini aliyahesabu mambo yote kuwa ni hasara ili ampate Kristo. Wafilipi sura ya 3 mstari wa 4 hadi wa 8. Mzaburi anasema kuwa Mungu hawazuilii jambo lolote jema wale watembeao kwa unyofu. Ikiwa Paulo kabla hajampata Kristo alikuwa na kitu fulani katika asili yake kilichokuwa ni chema, angekichukua kitu hicho pamoja naye. Lakini aliyahesabu yote kuwa hasara. Fungu la 21, sheria itakuwa shahidi kwenye hukumu kwa haki ambayo mdhambi anaipokea pasipo sheria, ikishuhudia ukamilifu wake. Ni pale tu tunapoiendea chemchemi baada ya kupata haki ndani yetu sisi wenyewe ambamo haimo. Fungu la 22, wanadamu wote wanasimama mahali pasawa. Tutakuwa na shukrani kwamba Mungu yuko radhi kutuokoa sisi kama anavyowaokoa watu wengine. Mpango wa wokovu ni jambo fulani la kutoa na kuchukua. Kutoa kwa upande wa Mungu na kuchukua kwa upande wa mwanadamu. Kiburi cha moyo kinakerwa na utegemezi huu kwa Mungu. Lakini sisi tu wapokeaji wa pensheni, ombaomba, wachovu na maskini na uchi, kitu pekee tunachopaswa kufanya ni kununua vazi jeupe. Hilo linatolewa bila fedha na bila gharama, kupitia kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Nabii alishangilia katika Bwana kwa sababu Mungu alikuwa amemvika mavazi ya wokovu na kumfunika kwa joho la haki. Hatupasi kujivika joho sisi wenyewe. Hebu tumwamini Mungu aweze kufanya ndani yetu. Bwana anapotuvika haliwi kama vazi la nje tu, lakini analivisha katika utu wote wa mtu, kiasi kwamba anakuwa ni haki kote ndani na nje. Wakati fulani tunawasikia watu wakisema kana kwamba tunapaswa sisi wenyewe tuvae kwanza vazi zuri la kupendeza mbele za Mungu kabla hatujaweza kuomba vazi jeupe. Lakini ni ule uhitaji kabisa na kutojiweza kwa ombaomba kunakomfanya ahitaji hisani. Wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Walumi sura ya 3 mstari wa 23. Wanadamu wote wanasimama mahali pasawa, na ofa ya rehema ni kwa yeyote atakayekuja na kuyatwaa maji ya uzima bure. Tunahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Fungu la 24.